Hii ni exclusive kutoka Zamaradi TV, unaitazama channel namba 413 kwenye kisimbuzi cha Azam. Mimi ni Malik Mansur na tunazungumza leo na Mama Jordan, mmoja kati ya wazazi wenzie na alikuwa kurugenzi wa uzalishaji pamoja na ubunifu wa Pale Clouds, marehemu Ruge Mutahaba, takriban miaka 6. Sote tunafahamu kupitia mitandao ya kijamii, hivi karibuni tumepata kuona taarifa kwamba katika watoto wote walioachwa na Ruge Mutahaba, kuna mtoto mmoja ametolewa kwenye mirathi na waenziwe hawa, na hasa ikitaja sura moja hasa. Na mimi naona ni wakati muhimu hasa kumtafuta moja kati ya wazazi wenziwe wa Ruge Mutahaba, moja kati ya watoto wale watano, Mama Jordan. Karibu sana Mama Jordan. Asante sana. Karibu Zamaradi TV. Asante. Mimi kabla ya kuanza mbele sana, niko nataka kufahamu maisha wakati wa Ruge na wewe yalikuwa maisha ya aina gani? Najua uliishi maisha ya Ruge kwa muda mrefu pia. Wewe na maisha ya Ruge yalikuwa, mmeishi vipi? Unamkumbuka kwa nini? Namkumbuka upande wa mtoto wake, kwa kweli alikuwa ni baba bora sana na walikuwa na bondi nzuri sana. Yaani walikuwa kama mtu na rafiki yake. Alikuwa na mchango mkubwa sana kwa mwanae, hilo ndio nafanya nimkumbuke siku zote. Hiyo ilikuwa ni mchango wakati uko na au baada ya kuolewa tena, baada ulikuwa unaenda kushow up? Kabla sijaolewa mpaka nimeolewa, siku zote hajawahi kutoka kwenye maisha ya mtoto wake. Kuna hizi tuhuma ambazo tumeziona kwenye mitandao of course, kuhusu mirathi pengine na namna ambavyo ilivyogawanywa, na katika kugawanywa kuna mtoto mmoja ambaye inasemekana ni mtoto wa Ruge na familia ilitambulisha kwamba ni mtoto wa Ruge, lakini ametolewa kwenye mirathi na pesa yake inadaiwa kwamba imetumika kwa namna nyingine tofauti. Hii nyinyi inakuwaje? Kwa sababu nyinyi ndio mlikuwa mnasimamia mirathi pengine, na hii unaizungumzia vipi? Pesa, kwanza tukianza kwenye pesa. Kwanza mtoto mnamtambua? Mtoto tulikuja kumtambua baada ya mirathi kuanza, na sio kumtambua kama mtoto wa Ruge. Tuliletewa, yani kati mirathi inaanza tuliletewa karatasi ambayo kuna jina la huyo mtoto, lakini sisi hatujaletewa kama huyo mtoto wa Ruge, kwamba na huyu katika watoto 6 na yeye ni mmoja wako. Ndio tulivyomtambua humo. Kwa hiyo mara kwanza tulivyoanza mirathi wenyewe kukutana kwenye vikao, maana kabla ya nyumba kuuzwa kwa kuna masuala ya kodi. Kodi zilikuwa zikiingia, watoto wote wanapata 6 pamoja na yeye, mpaka ilipofika kwenye swala la kuuza. Ndio kuna wasiwasi uliotokea. Ambao ni wasiwasi gani? Kwenye kuuza ndio kuna wasiwasi ukatokea miongoni yetu sisi. Kuna watu walipata wasiwasi kwamba hiki ni kikubwa afu ndio cha mwisho kwa watoto. Lakini huyu alivyokuja kwenye maisha ya wenzie ambao sisi sawa wazazi labda tulikuwa tuwezi kukutana na marehemu kwa sababu wenyewe tulikuwa tuna maisha yetu, lakini alikuwa anajitahidi sana watoto wake wote alikuwa anawakutanisha, hata kama kwa siri, lakini lazima atawakutanisha, ambao mimi ninawafahamu. Sikuwahi kuona picha, yani toka nimejifungua 2009 mpaka watoto wengine wanakuja wanazaliwa wazama 2, kwa sababu huyo alioletwa yuko kapishana na Jordan Jordan kazaliwa mwezi wa 11, kazaliwa mwezi wa 3. Kwa hiyo wamepishana kama miezi 4, yani ni mkubwa kuliko wakina Rasa. Lakini sikuwahi kuona picha yoyote ambayo inaendelea watoto wakikutana kule. Sikuwahi, wala wenyewe watoto hawakuwahi kumtambua katika kukutanishwa kwao. Kama sisi waongo, watoto wanaweza wakaulizwa. Lakini sasa ile ndio tukaanza kupata wasiwasi. Ndio tukasema hii pesa kubwa ambayo imeingia, pesa itakuwepo, haitatolewa, lakini lazima tujiridhishe sisi, kwa sababu swala lilisharudi mikononi kwetu sisi wenyewe, lilishatolewa kule kwenye familia. Wasimamizi wa mirathi ambao sisi tunachagua pale majina kama ambao wanasoma kule, alikuwa Zama na Mwachi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunafanya vikao wenyewe, tujiridhishe hili swala, tufanye DNA, wote tukisharidhika ni swala ambalo sio la muda mrefu. Hata Lisa wote tukisharidhika pesa zake zipo. Mtoto atafanya nini? Atapewa, lakini hatuwezi kupewa pesa, hatuwezi kutoa pesa tukampa mtu ambaye sio haki yake.
Yani kama mtoto wa marehemu hamna shida, ni haki yake. Ni haki yake, na ndio maana haijatolewa, atapata saa yote muda wote. Lakini hatuwezi kumpa mtu ambaye sio haki yake. Na tunafanya hivyo kwa sababu sio kwamba tumeamua, tumeangalia historia. Ndio maana nilikwambia toka mimi nimejifungua na yule ni mkubwa kuliko kina Raso, lakini katika ule mzunguko ambao watoto watakutana na marehemu, hata kama yeye hamjui, hatujawahi kumuona. Umenielewa? Tumekuja kutambulishwa kwa jina, kuwekwa kwenye karatasi baada ya mirathi kuanza. Ndio sisi wasasi wetu tukaanzia hapo. Sawa, na nani alikuwa kuja kuwatambulisha? Kwa mfano mimi nililetewa karatasi na dereva marehemu ambaye ni Mwidini. Yeye analetea karatasi, kuna mtoto huyu, msimkatae, jina hili hapa. Sawa. Mahusiano kati ya familia mara baada ya kifo cha Ruge, familia ya Ruge pamoja na mtoto wa Ruge kwa maana Jordan wa kwako sasa, ilikuwa vipi baada ya kifo? Baada ya kifo, kusema kweli, mahusiano mazuri yalishia kipindi cha msiba. Kipindi cha msiba ambao msiba uko pale nyumbani mpaka Bukoba, mtoto ndo alikuwa anatreatiwa vizuri, watoto yale. Baada ya hapo kiukweli mahusiano hayakuwa mazuri mpaka leo, sio mazuri baina ya familia ile ya marehemu na mtoto. Siwezi kusema wengine kwa sababu sijui, ila kwangu mimi mahusiano sio mazuri kabisa. Uko ukihitaji nini, labda kama kuwasiliana na ndugu zako inakosekana? Au ni nini? Kuwasiliana ama ushirikishwaji, kwa sababu hawa toka marehemu amefariki wana tabia ya kufanya kumbukumbu. Tarehe 26 alofariki, aliozikwa kama sio kufariki, kuzikwa tarehe 26 mwezi wa pili Bukoba, ambao wanaendaga na watoto. Lakini sasa hivi watoto wetu sisi toka mambo ya mirathi ianze wametolewa kwenye ratiba. Yani watoto hawashirikishwi, ujui kitu chochote. Ama ukishirikishwa anapigiwa mtoto kwamba tiketi 700,000 au 600,000, mwambie mamako akukatie, uje wapi? Bukoba. Ndio mahusiano. Kwa hata tiketi wanakata watoto wenyewe. Kwa sasa hivi ilipofikia. Na vipi kuhusu ada tangu kipindi ambacho amefariki Ruge mpaka muda huu hapa, ilikuwaje? Tangu kipindi amefariki Ruge mara ya kwanza, kati hatujashirikishwa sisi kwenye mirathi, ada ilikuwa inalipwa kupitia kodi, yani kodi hizo waliweka kwa sababu kule mpangaji kabla sisi hatujafahamu. Lakini zile kodi ambazo zikilipwa ikichukuliwa kule, kwa sababu sisi hatujui, ikishalipwa baadaye tunakuja kudaiwa. Yani mimi kwa mfano kutoka kalipwa milioni 6 labda, nakuja kuambiwa kwamba kuna milioni 6 imetoka, kodi yako ukitoka unatakiwa ufanye nini? Ukatwe. Umenielewa? Kwa hiyo hakuna mtu ambaye kusema nje ya kodi au nje ya kitu alichokiacha baba yao ndio kinachosomesha watoto, lakini sio familia wala sio mtu mwingine yoyote. Ni hizo mali ambazo babake ameziacha ndio zilikuwa zinatolewa, zinalipwa. Kama bado kodi haijatoka, kodi ikitoka mtoto analipa deni ambalo labda baba mdogo alitoa kabla kodi kutoka. Yaani ada ilikuwa inadaiwa kabla kodi haijatoka. Kwa hiyo baba mdogo kama alitoa, kodi ikitoka mtoto analipa deni ambalo baba mdogo labda alilipa. Na nani amebaki kama mtu wako wa karibu pengine kutoka kwenye familia ya Ruge ambaye mnawasiliana moja kwa moja kama mtoto akipata changamoto ambazo zinamhusisha kupata ndugu upande wa baba? Kwa sasa aliyebaki, na sio mara chache, ni mara moja sana sasa hivi, bibi yake ndio anaweza kakaa, lakini mwisho siku akamkumbuka mtoto. Yaani mara moja, mara chache naweza nikawasiliana na bibi yake ambaye ni mama yake Ruge. Unadhani imetokana na nini? Pengine ni tabia tu ama ni imeletwa na haya? Mimi naweza kusema kwa upande wangu yote imeletwa na haya yanayoendelea ya mirathi, kwa sababu kabla marehemu hajafariki, mimi mwanangu maisha yake yote, yani 90% ilikuwa upande wao. 90%. Yani 90% maisha yake ni baba mdogo kwa bibi kwa baba, baba mdogo kwa bibi kwa baba. Yani ilikuwa hivyo, yani kwa 100% kubwa mtoto anashirikishwa kwa kila kitu, au ana sijui nisemeje, yani alikuwa anafahamiana sana kule kuliko hata upande wetu. Yani 90% mtoto wangu mimi alikuwa anaishi vizuri na familia yake kabla baba yake hajafariki. Na baada ya kufariki? Baada ya kufariki ndio mitihani kaanza, maana baada ya mirathi.
ndio mitihani ikaanza. Baada ya hizo nyumba kuuzwa, ndio sasa hivi no connection, yani watoto sawa, kwa watoto wana simu, lakini pia wazazi tuna muhimu, yani unatakiwa sisi tuzungumze hata kama mtoto ana simu. Kuna vitu yani unazungumza wazazi, kuna vitu unaweza kumwambia happy birthday ukampigia mwenyewe. Lakini toka mirathi imeanza, mambo hayo sijui ya bilioni yanaendelea, ndio hakuna tena mawasiliano kati ya mtoto wangu na familia, yani kama zamani hakuna. Ndio maana nakwambia kwamba asilimia sisi kwamba ilikuwa naishi zamani kutokana kule. Sasa mirathi ilivyoanza hakuna mawasiliano kabisa. Na kitu hiko nimekijua kwa sababu siku moja nakumbuka nilikuwa dukani kwangu, akaja mke wa anko wake. Walikuwa wanamuona sana kwa sababu kila kitu. Akaja akaniambia, "Mbona Jordan sijamuona juzi na ilikuwa kama get together wenyewe familia nzima, ilikuwa sio ile familia, yani kama ukoo, watoto mpaka uko wapi vijijini. Kwa nini Jordan sijamuona? Na nimeuliza na watu tulikuwa pale kumpata dina." Sikumjibu, nikampigia mtoto. Nikamwambia ulikuwa unajua? Akasema hapana mama, mimi sijui. Yani mimi nimekuja kuambiwa watu wako pale jioni na kuna mtoto katika ile familia ni rafiki yake sana, wamezoeana. Ndio kufika pale hakumuona usiku, akampigia Jordan, uko wapi? Mbona watoto tuko hapa? Lakini wewe kwa nini hujaja? Akasema mimi sijui, sijaambiwa, mama hajaambiwa. Kwa hapo ndo tukaanza kunote kama kwenye familia mahusiano na watoto yamekuwa. Unadhani pengine labda kuna kosa ambalo mmelifanya nyinyi kama wazazi au kama mzazi ambayo imesababisha mahusiano haya kuwa ya mbali, tofauti na hapo nyuma kama ilivyokuwa, kama ulivyoeleza kwamba nyuma kuna mahusiano mazuri, lakini after hii kuna kosa gani ambalo mnadhani mmefanya labda katika kuendea hiyo miradi? Hakuna kosa. Mimi nafikiri kosa ni kufuatilia haki za watoto na kupata, hilo ndio kosa labda tumelifanya sisi wazazi, lakini ambalo sidhani pia kama inafaa mtu kulipeleka kwa watoto. Yani ongedili na sisi wazazi kama wao kwao wanaona kosa kufuatilia haki mtu za watoto wako au mtoto wako. Hakuna kosa zaidi kwa sababu hatujawahi kuwa marafiki. Wao ni walikuwa ni kwa sababu ya watoto wao. Unanielewa? Mshai kuuliza labda kuuliza mwenyewe bana, vipi kwa nini siku hizi mahusiano hayako vizuri sana? Na mko mnajijia ni? Mimi binafsi sikuwahi kuuliza. Baada kuona mtu unapunguza kama mtu mzima unajielewa, kwa sababu mara kwanza kwa tuna simu nyingi sana. Vipi Jordan, vipi tunaenda huko tunafanya hiki, lakini unaona matukio yanaendelea na hata yani hata ile kukwambia kama utaweza basi ajilipie, wewe utaweza, sitaweza au nitaweza sawa hii hapa, lakini hakuna. Unashangaa tu watu wameenda na mtoto yuko pale akwambia taarifa yoyote. Kwa hiyo hapo sasa wewe utauliza nini? Mtoto mwenyewe ukizungumza naye anaichukuliaje hiyo hali? Na namna na miss nyumbani au na miss ndugu zake inakuwaje? Mtoto kwa sababu sasa hivi mkubwa ameichukulia vibaya sana. Mimi sasa hizi hapa hata umpigie hapo umwambie mwanangu baba mdogo unaye, anakuambia mimi sina baba mdogo. Sina baba mdogo. Sina aunti. Ni ukweli anasema kabisa. Ni ukweli anasema kwa sababu watoto wakubwa wanavyoyafanya haya wasituwaze sisi, wawaze kizazi chao ambao kimebeba jina lao, sio sisi. Wanakuwa, wanafahamu, wanaona, basi wanaishi kutokana na hali ambayo inaendelea. Sawa. Mkapata taarifa hizo zilivyosambaa na namna zilivyosambaa. Wewe baada ya kuona ile taarifa pengine nini kilikuja kichwani pako mara ya kwanza? Umeona ile taarifa imesambaa, kuna mtoto mmoja katolewa, kadhulumiwa na vitu unafanana na hivi. Wewe kichwani kwako ilikuja nini mara ya kwanza? Nilihisi ni michezo ambayo inaendelea kwa sababu sisi ndio tunajua ukweli. Kwa sababu baada ya mirathi kuna vitu vingi, kesi nyingi zinaendeleza hapa na pale. Kwa hiyo nilijua tu ni moja ya michezo, sisi tunaofahamu ukweli tunaacha kama ilivyo, lakini ukweli watakuja kufahamu. Sicho ambacho kinachoandikwa, sicho ambacho tunachokiishi au watoto wanachokiishi. Sawa, ukisema hiyo michezo unamaanisha nini? Namaanisha kama hivyo kwa sababu watoto au sisi tumeshaonekana wabaya kwa sababu tumefuatilia haki yetu. Umeelewa? Kwa hiyo kinachoendelea ni kwa sababu ya hivi vitu ambavyo inaendelea baina ya familia na sisi mama watoto au watoto wa marehemu, kwa sababu wenzetu walishachukulia vita wakati sisi tulikuwa tunaona ni haki za watoto, na kulikuwa hakuna ubaya mtu kufuatilia haki ya mtoto wako kwa njia nzuri ambazo zimenyoka, zina maelezo, zina ushahidi, kila kitu. Kwa hiyo sasa mtu ambaye anataka yuko kwenye vita na wewe hawezi kukuchagulia cha kukufanya. Umeelewa? Ndio maana nakwambia ni michezo ambayo iko katika maisha ambayo tunaishi sasa hivi. Hauhisi kwamba kuna namna yote labda kama wazazi mmemdhulumu ule mtoto mwingine haki zake kwa namna yoyote?
Hapana, hamna mtoto aliyodhulumiwa, kwa sababu kama pesa, nimekwambia pesa si ziko. Pesa ziko. Isipokuwepo, tunatakiwa sisi tujiridhishe kwa faida ya wao wote, huyu ambaye wanasema kadhulumiwa na wengine. Hakuna mtoto aliyodhulumiwa. Pesa zipo saa yoyote, dakika yoyote, vitu vimeenda sawa, mtoto anatolea pesa yake, anapewa. Nini kinakwamisha huko kujiridhisha? Vipimo, DNA. Sisi tumeomba DNA. Tumeomba DNA kwa watoto wote wa marehemu. Yes. Ambayo ndio inazunguka, tujui kwa nini haitaki kupimwa. Na wengine wote kwa pamoja. Bila wengine DNA zao ziko sawa. Hatujapima, yani tunataka watoto wote wa marehemu waende wakapime DNA. Ni kugumu kwa wapi sasa hapo? Kwa sababu kama fedha ipo ya mtoto ili apate haki yake, ugumu uko wapi? Kwa nini unadhani kuna huo ukakasi? Ndio tuulize familia, ugumu kwa wapi? Ndio ndio kutujibu. Kwa sababu sisi tuko tayari saa yote. Kwa sababu wao washapeleka barua ya kisheria kabisa kuomba swala la DNA, lakini wao kila siku ndio wanaleta vifungu na vifungu kukwepa hilo swala. Sasa hatujui wana nia gani mpaka kukwepa hilo swala ambalo ni rahisi kabisa. Na hiyo ni amri ya mahakama ama ni mwanasheria? Tulituma barua kwa ajili ya kuomba swala la DNA. Badala ya kuleta vipimo vinakuja vifungu. Na anayefanya hivyo ni nani sasa? Ali nyuma pengine ni mama mwenyewe ama kuna namna nyingine? Kwa kweli dunia ina mambo mengi sana. Sijui katika familia ni nani, lakini mimi nachoweza kusema kwa pamoja, familia ya Bwana Ruge Mutahabas ndio wao wanasimamia mambo yote. Sasa siwezi kujua ni nani kumtaja mmoja, lakini wao barua sheria ilienda nyumbani kwao. Kwa hiyo wao ndio takiwa watusaidie sisi, kwa sababu huwezi familia mkaona watoto 5 waliobaki wa marehemu hawana maana kwa sababu ya mtoto mmoja. Yani nikisema hawazungumzi na watoto wote 5 wa marehemu kwa ajili ya kumlinda mtoto huyu mmoja, na hatujui kwa sababu gani. Mtu mpaka kubali kutenganisha damu yako au kuifuza mbali kwa kutetea kitu ambacho ni rahisi na ni dakika moja na ni ombi. Kwa sababu hiyo, kama ni kweli tukijiridhisha ni kwa faida yetu na wao na kwa watoto wao. Sio kwamba sisi tunataka kitu chochote, kwa sababu sisi tuchabagiza tunataka kitu gani? Yani yeye ndio anayohitaji. Umeelewa? Kwa hiyo ni ombi, kama kweli anayohitaji ni dakika moja tumalize ile swala, mimi nipe mzigo wangu nikaendelee. Au wao waseme wamalize, jamani, huyu mama naye akaendelee na mtoto wake na maisha yao. Sasa sisi hatuna kumtaja jina isipokuwa familia yote kwa pamoja tunaomba waturahisishie ile swala lishe, kama mtu endelee na maisha yake mengine. Pengine mshawahi kuwashirikisha kuhusu maamuzi hayo ambayo wamefanya mwanasheria au mambo yanayotokea huko mahakamani? Yes, kaka yao mkubwa ameniwachi aliwahi kuwashirikisha familia ya mkoa, walimuomba, anaitwa Reb. Alifanya naye kikao pale kwa bibi yake kumuomba ile swala la DNA. Lakini ango alishomjibu kwamba achaneni na hayo mambo, mpeni tu pesa yake. Achana na mambo kutafuta. Tumpe pesa yake. Turudi wakati wa msiba. Umesema wewe ulitambulishwa tu karatasi niletewa. Wakati wa msiba ilikuwa mshawahi kumuona labda? Hapana. Hapana. Siku ya kwanza msiba mpaka kuzika tunaenda Bukoba, hakuwepo ile mtoto. Kwa nini kuja baada ya muda gani? Kumbukumbu ndo niliona picha. Kumbukumbu ilikuwa mwaka wa kwanza 2010 na 20. Mwezi wa pili ndo mtoto alienda naye Bukoba. Ndo nikaanza kuona picha. Kaingizwa kwenye familia. Lakini msiba wote hakuwepo. Kwa baada ya mwaka mzima baada ya mwaka mzima na kufariki, baadaye anakuja kuonekana. Na hata kwenye msiba pale, kipindi ambako haujaisha, kwenye wasifu wa marehemu wenyewe walivyosoma familia, ilitambulishwa marehemu kaacha watoto 5, hakuwepo wala hakutajwa. Lakini kwenye mirathi ndio tumekuja kuona kwenye karatasi mtoto wa 6. Sasa sijui wamesahau. Harakati za kufikia kupata haki pengine za watoto, hiyo mirathi ya watoto wenu wote,
tumesema tumeona mtoto mwingine amekuja kutambulishwa baada ya mwaka mmoja au baada ya mirathi kwanza kutaka kutolewa na namna hiyo. Safari ya kufikia hapa katikati ilikuwaje? Ilikuwa rahisi ama kulikuwa kuna changamoto hapo katikati? Safari mpaka ya kupata mirathi kwa kwenye upande wetu, kwa kweli safari haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi hata kidogo. Ilikuwa na changamoto nyingi sana. Yaani cha kushangaza hizo changamoto pia ambazo zilitokea kwenye familia ya marehemu. Umenielewa? Yaani familia ilitugeuza sisi maadui toka mirathi ianze. Sijui kwa sababu gani. Wakati wao walitakiwa wawe msaada kwetu sisi kwa ajili ya watoto wao. Lakini iliamua kutufanya sisi maadui kwa sababu tunafuatilia haki za marehemu. Umenielewa? Kwa sababu sisi imefikia kipindi kalikuwa kuna mpangaji lakini alikuwa msumbufu sana. Unajua kwa sababu kama watoto wameachwa afu familia hamna mtu ambaye anasaidia hata 10,000 sijui mbaki niseme lolote hata 10,000 yani ile 10,000 unajua kabisa kwamba watoto wako kwenye kipindi kigumu cha mirathi. Na watoto marehemu kawaacha wote wanasoma shule za hadhi fulani. Sisemei wengine labda unaweza kusema Kei nikimwangalia au wewe Kei na kazi zake anaweza kufanya vile, lakini hata kama naweza nyinyi kama kina baba wadogo ambao ni familia ya marehemu mlikuwa mnatakiwa angalau mshiriki. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo alitokea mpangaji msumbufu. Yaani msumbufu sana. Najua kabisa kwamba watu wanahitaji kiasi fulani lakini anaweza kukupigia simu utoke, njoo tena umfuate, ukifika pale mpangaji anaweza kukupa 600,000, 2,000,000. Sijui umenielewa? Na kipindi hicho una ada kweli zinakusubiri. Na sasa kama Mungu akasaidia tukakabidhiwa sisi wenyewe kusimamia mirathi. Pale ndo tukaanza kwenda hivi kwa mpangaji atufai, lakini wao kina familia kashirikiana na mpangaji kutufungulia sisi kesi. Wamefungulia sisi kesi yani. Kwa nini tunauza sehemu hatujamwambia mpangaji? Na kipindi hicho walishaambiwa zaidi mara 10 mpaka notice akaandikiwa. Umenielewa? Kwa hiyo mpangaji akaja akatufungulia kesi. Haina shida. Tukapambana, Mungu akasaidia. Vikao upande wetu, tukaenda, nyumba ikauzwa. Lakini sio rahisi mpaka tunafikia huko. Mitihani mingi, yani vita vingi sana. Scenario yote yaliyotokea ya mirathi, fiwa na mzazi mwenzio, kukutana na ndugu, yote inakufundisha nini kwa pamoja? Mimi nilichojifunza kikubwa, kwanza kabisa napenda kuongelea upande wa wanaume au hata sisi wanawake. Jamani, kama unajijua una watoto, wanasema kuandika usia, uniusia uleo ninaandika. Sio kujichulia. Wanaume au hata sisi wanawake, unajua mtafutaji, una mali zako, una watoto, kuandika usia sio kujichulia. Wajifunze, kwa sababu unaingiza watoto kwenye vita ambavyo sio saizi yao, yani kutokana na umri wao na yanayoendelea sio haki yao. Umenielewa? Kwa hiyo tujifunze kuandika chochote ulichonacho, andika, haujichulii. Hiyo itakusaidia wewe au kizazi chako au watoto wako au mke wako kama unaye, itawasaidia. Lakini nilichojifunza, jamani, ndugu siji familia, sio hapa nashinda kusema. Hapo kupenda. Ukisema usimwamini binadamu unaweza nikakosea, kwa sababu kuna watu wazuri. Kuna watu wazuri wanaachiwa watoto na ndugu zao wakifariki, na watoto wanasoma vizuri, wanafika malengo, mtu kupitia baba mdogo, kupitia anti, kupitia mama mdogo, mama mkubwa wanasoma. Lakini nilichojifunza zaidi ni iko tu kikubwa, tujifunze tu kuandika jamani vya kwetu. Mitihani na wakuta watu ambao hawastahili. Yani mpaka tunafikia hatua watoto hawahitajiki kwenye familia. Hii kitu inaumiza sana. Unanielewa? Kosa lao hafanya nini? Hawalifahamu. Niko tu. Kwa namna unavyomfahamu Ruge marehemu, na kwa maisha ndio kwa mkishi hapo mwanzo, hili swala unadhani kwake kama anaona analichukuliaje?
ameridhia? Kwa Ruge ninayemfahamu na kwa watoto wake, yani kama mtu alofariki anaona, sidhani kama yuko kwenye situation nzuri. Yani kama mtu ambaye ametangulia mbele za haki anaona vinavyoendelea duniani kwa watoto wake, sidhani kama yuko kwenye situation nzuri, kwa sababu 90% ya maisha ya Ruge ilikuwa ni watoto wake. Unaelewa? Wengine yote sarakasi zote zitokee, yafanyike yote yanafanyika, lakini 90% maisha ya Ruge ilikuwa ni watoto wake. Mpaka anakufa anataja majina ya watoto wake, yani mpaka anazibiwa, watoto wake bado wako mdomoni mwake. Kwa hiyo yanayoendelea, kama mtu ambaye amefariki anaona, sidhani kama yuko kwenye situation nzuri. Yeah. Unapata nafasi ya kuzungumza na familia ya Ruge hivi sasa, una nini cha kusema? Nini cha kuwaambia? Kuwaambia chuki zao watuchukie sisi. Sisi tumekubali, sisi watu wazima watuchukie, lakini watoto wasiwafanyie haya ambayo wanawafanyia, kwa sababu baba yao angekuwepo kama wao wanavyoishi na watoto wao, ndo nao baba yao angeishi nao hivyo hivyo. Wasiwe na kiburi cha uhai kunyanyasa watoto wa wenzao. Pesa zinapita, tunatafuta, tunaziacha. Alozitafuta katangulia, alitafuta kwa nguvu zote, kwa sababu ya atakaoacha ambao amewaacha wananyanyasika. Nyinyi wenye uhai msipate kiburi cha uhai. Pesa sio kitu, pesa sio kitu chochote. Yani pesa sio kitu chochote, tunatafuta ndio inahitajika na ina umuhimu, lakini kama damu yako una uhakika, pesa sio kitu chochote. Au vita yao watufanyie sisi wazazi, hamna shida. Hata mimi kunichukia usipoongea na mimi miaka 3-4 hamna shida, lakini wanaonyanyasa au wanaoingiza kwenye vita tayari mwenyewe alishawatengenezea njia nzuri kwenye familia yake. Yani wanaumia kwa sababu walikuwa wanaishi vizuri na familia. Sasa hivi nini kimetokea mpaka unatolewa tu mtoto from nowhere, wewe hauhitajiki kwenye familia? Kwa unadhani kwa nini familia iliamua kumuintroduce mtoto mwingine na kulazimisha kabisa aingizwe kwenye mirathi bila kupata ushahidi labda wa damu, DNA na mahusiano kama haya, na ikafikia muda akisema kabisa kwamba waachane na vitu kama hivyo? Unadhani ni kwa nini? Mimi nafikiri kuna kitu ambacho sisi hatukijui. Kuna kitu, sijui kama nakosea, lakini kuna kitu ambacho sisi hatukifahamu. Mpaka mtu ambaye unakubali damu ya halali kabisa ipotee na ujali, lakini huyu ambaye tuna wasiwasi na tumeomba swala zuri tu la DNA ukamngangania. Kwa hiyo kuna kitu ambacho ni maslahi sisi ambacho hatukifahamu. Ndio nahisi. Sasa kwa namna ulivyokuwa unamfahamu Ruge, alikuwa ni mtu wa kuweza kuficha labda damu yake mwenyewe? Sio rahisi. Yani Ruge wewe gombana naye wewe mama mtoto tu. Yani kama wewe umemzalia hakuhitaji, mnaweza mkagombana kaendelea na nafasi yake, lakini mtoto wake hawezi kumtoa kwa nje ya maisha yake. Alikuwa ni mtu wa kukumbatia watoto wake wote ambao mimi nasema nafahamu. Ndio nilichokuwa nasema, yani kwamba kwa mfano mtoto ambaye mpaka mifano tunafikia yote hapa, sababu yeye nimekwambia wanafuatana na Jordan, ambaye alikuwa ni rahisi yeye kupeleka kwenye familia kabla ya kina Raso wakina Shubi. Lakini kwa nini yeye yani afichwe alafu watokea watoto wengine watambulishwe kwenye familia? Kulikuwa kuna sababu gani Ruge ya kuficha mtoto ambaye ni damu yake? Na ikiwa kama unajua marehemu mpaka anafariki hakuwa ameoa, kwa sababu ana mke ambaye anaogopa atapeleka mtoto wa nje nyuma. Lakini hata kama ana mke, mtoto yule alikopo wanafuatana na Jay, yani ni wa zamani, ni mkubwa, ni mkubwa, yani sio rahisi ukipiga, yani ukiwaza sio rahisi, yani kwamba kutoka 2009 mtoto aje afichwe mpaka 2019 marehemu anafariki, na kwenye msiba pia asihusishwe, na msia marehemu umesomwa pale, marehemu kaacha watoto 5, watu wamesahau. Ruge ametoka akiwa ameacha watoto 5, wazazi wake 2 wote, wadogo zake 4. Baba ametoa. Asante. Kaja kutambulika au kutambulishwa wakati mirathi inaanza.
Kwa hilo ni jambo la kufikirika, kama mtu unaweza kufikiria. Ndio maana sisi tukaomba hiyo kwa nia njema, na kwa wao pia labda zetu tungesaidiana, lakini sijui kwa nini kwa imekuwa tofauti. Kwa maelezo ambayo umeniambia, nadhani kesi ilikuwa rahisi sana. Ilikuwa ni swala la kwenda kupima DNA na kuthibitisha mtoto kwamba yupo au hayupo. Lakini kwa mujibu wa Machi pia, kama tulivyozungumza naye hapo awali, naye pia amezungumza kwamba kuwa na kumsikia babake akimtaja mtoto huyu kwa dakika zile za mwisho ambazo walikuwa ameendelea kuishi naye. Unadhani kwa nini kwenye mitandao imekuja kwenye sura hii nyingine, kwamba ni tofauti na madai ya DNA peke yake kwamba tutadai na muda uliochukua? Kwa nini imekuja kwenye sura ya pesa imedhulumiwa, mtoto ametolewa na pesa yake imeliwa? Mimi nafikiri wameleta kwa sura hiyo ambayo wanataka ionekane kwa jamii. Kwanza kabisa lengo lao sio zuri kama nilivyosema toka mwanzo, kwa sababu hasira zao hizo zileta wameona hazitoshi. Sasa wamekuja kuamua kuchafua watu hadharani. Pia sio kuchafua watu hadharani, nafikiri kutaka huruma ama kwa kinachoendelea ambacho wanachokifanya wao. Mimi naweza kusema wanachokifanya wao, kwa sababu sisi hatuna kubwa ambayo tumelifanya zaidi ya kuomba DNA, na hakuna pesa ambayo imeliwa. Rudi hapo, pesa iko mpaka kesho. Hata sasa hivi ukitaka pesa ya yule mtoto ipo, isipokuwa kumeomba tu DNA ambayo hii sasa tunavyozungumza huu mwezi wa 5 mwaka huu ni mwaka, kwa sababu hiyo imeomba toka mwaka jana. Mambo yote ya mirathi ilishaisha mwaka jana 2024 mwezi wa 5. Kwa hiyo ni mwaka ambao watu wanazunguka hapa pale, lakini kuzunguka kote hapa swali linakuja pale DNA. Kwa hiyo watu wameleta kule nafikiri mtu ukishaonekana unachafuka unaweza ukakata tamaa. Sijui unanielewa? Kama mwingine labda moyo wako dhaifu, unaweza ukakata tamaa, ukaamua ile swala liishe, basi tufanye nini? Tuachane nao, toeni hizo pesa, mambo yaendelee. Nafikiri hilo ndio dhumuni kubwa la wao kupeleka haya mambo hadharani. Umenielewa? Labda kwa kinachoendelea sisi tuone kishafikia huko, kishakuwa makubwa hivi, tufanye nini? Tutoke kwa mambo, mtoto apewe, tuliache kama ilivyo alivyoamua, ambapo wapate ushindi kiurahisi, kwa sababu wanahisi kama kuna haki na kuna sheria na kuna kesi zinaendelea. Una sababu gani mambo haya kuyapeleka huko hadharani, ambapo nyinyi mnaona ni sehemu sahihi? Nafikiri kwa ajili ya kuwafanya watu warudi nyuma, kuwavunja moyo, tukate tamaa na swala liishe kama ilivyo, pesa itolewe, mtoto apewe. Nafikiri hiyo ndio nia yao kubwa, kutaka huruma, ambayo sisi sidhani kama ni sawa, kwa sababu hii ni haki kwa watoto wote. Yani watoto wote, hata huyu ambaye anaomba DNA ni haki yake, na hao wengine pia ni haki yao, na hao familia ni haki yao kutambua. Kwani hapo kuna ubaya gani hivi kutoka kutambua? Na hii inakuwa ni msimamo wenu wote pamoja, kwa maana ya wazazi wote na pamoja na watoto wengine wote, wazazi wa watoto wote na mtoto mwingine, ama ni maamuzi ya mtu ambaye ameonekana kwenye mitandao kwamba ndio ameamua kufanya peke yake? Ni msimamo wetu wote, hata walomtaja Zama, kwa sababu siku zote tu anakuwa mbaya hoi maisha yake. Lakini hata mimi mara kwanza kati sijamjua Zama, sijamsogelea, nilikuwa nasikia stories zake, lakini nilipomsogelea siku zote namwambiaga, mimi sio wewe ambaye nilikuwa nakusikia siku zote. Mimi namwambia, yani kama kuna lolote niambie, mimi niko tayari yani kuongea juu yako wewe, kwa sababu sio ambaye yule mimi nilikuwa namsikia kabla sijamsogelea. Tulivyokutana mambo yalivyoenda, mimi nakwambia ili swala hili mpaka sasa tunafikia watoto wetu kupata haki yao 90%. Yani Zama yeye ndo alijitoa, yani yeye ndo katoa 90%. Na nakumbuka hapo vita Zama hapigani na huyu mtoto tena. Huyu mtoto maana angekuwa na shukrani, angeshukuru, kwa sababu kipindi hicho Zama vita alikuwa anapigana na familia. Umeelewa? Sisi wengine tuko nyuma nyuma, lakini yeye ndo anaenda, hapana, mimi nitafanya hivi, tutapata haki yetu. Sijui umenielewa? Sasa nyingine ambapo hata sehemu kunahitaji hela, nani pale anaweza kutoa hela, lakini alikuwa anatoa, nitafanya hivi kwa sababu hii ni haki
Akipata Jordan kapata Lasso, kapata nani? Kapata Shumi. Sio kama akienda kule akishaambiwa haya hapa sawa anaenda kwamba hii ya Shumi peke yake kwa sababu mimi nimeenda, hapana. Lakini alikuwa anafanya kwa watoto wote. Kabla mambo ya mirathi hajafika kwa kuna masuala ya NSSF, pesa zimeingizwa mpaka huyu mama Cloud sisi tumemtolea pesa. Kila mtu anapata haki. Sawa sawa, walikuwa wanapata mgao kila aina uingie hata shilingi 8,000. Hata kuna migao mingine Clouds mwalimu aliacha sisi wengine hatujui. Mwache alipambania, lakini ilivyotoka alitumia yeye huko alipo. Na sisi huko hata ikitokea swala sisi tunaamka tunakimbia yeye yuko nyuma, tunitumieni, sisi tunaenda. Umeelewa? Lakini vita yote kubwa ilikopo Zama na familia. Umeelewa vizuri? Zama na familia, sio sisi na familia. Kwa hiyo mpaka nafikia huu swala la hili la DNA, Zama alishachoka. Akasema tulikutana kwa mwanasheria, tutoe tu hizi hela tufanye nini? Tumpe. Sababu mimi najua mwisho siku mimi ndo nitakuwa mbaya huko mitandaoni. Mimi ndo nitaenda kusemwa vibaya. Mimi ndo nitaenda kutukana. Na hii damu yangu mbaya nitaitwa mwizi. Mimi nikamwambia hapana. Mimi ndo nakumbuka kwa mdomo wangu nilimwambia hapana Zama. Kwa sababu sisi tunataka haki. Atufanye kumfurahisha mtu. Yaani kama hizo hela mtoto sio zake, zitolewe, apewe mama yake. Si umeelewa? Mama yake yule atolewe kwa sababu yeye kamzaa, mama yake Ruge. Sisi tutoe hizo hela lakini hatuwezi kumpa mtu ambaye sio haki yake. Yaani sio haki yake. Hatufanye nini? Hatuwezi, na zisitoke. Pale mpaka akapiga simu huku anapiga kuomba ushauri. Mimi nikamwambia hapana, tusimame hivyo. Yaani hivyo. Mimi hivyo tusimama, sisi ndo tukamlazimisha na huo msimamo mpaka kaingia kwenye msimamo yetu. Sasa hivi tumekuwa tuna msimamo mmoja, lakini alipokuwa hataki kwa sababu anajua kitakachoendelea sio sisi tutakuwa nje ya mchezo. Lakini ndio tatangulizwa mbele kwa ubaya, sio kwa uzuri. Ataonekana anaenda kudhulumu haki ya mtoto. Ambayo kitu sio cha kweli. Yaani sisi ndo tulimisha kweli, hapana. Kama haki sio yake, mtu hawezi kupata haki sio yake. Mradi tusimame kwenye uongo, atusemi uongo. Ingekuwa uongo na mimi siku zote mimi nasema sisimame kwenye uongo. Yaani kama ingekuwa uongo tunatunga hizi story, tunazipanga tu mradi tumdhulumu. Hapana mpeni. Mimi sisimame kwenye uongo. Lakini hapa tunachotaka haki na sisi tumeomba DNA. Na kwa nini tuomba DNA? Kwa hayo tuliyokadisa toka mwanzo ambayo yanaendelea mpaka tumefikia hapa. Mbona kama tulikuwa tumelala ndo tumeamka sasa. Kwa hiyo ndo mambo kaenda hayo Insta ambavyo ndivyo kama alivyoandikwa, lakini ukweli wote tunaujua sisi. Hakuna cha ukweli pale. Na hakuna hela iliyodhulumiwa. Wakitaka hata ushahidi wa hela watatumia sasa hivi. Hela iko hata sasa hivi, angalia. Uliyategemea haya? Sikuwahi kuyategemea wala kuyawaza. Kwa kweli, yaani mtu unahisi kama unaota. Sikuwahi kuyategemea wala kuyawaza. Katika kitu ambacho niliwaza hakuna safari ambayo itakuwa rahisi kama ya watoto wa Ruge katika ukanda wa mirathi. Niliwaza hivyo kwa sababu baba yao na alivyokuwa anawafanyia kwa familia yao, baba yao alivyokuwa anatamani, nilifikiri familia ilikuwa inaona. Kwa hiyo nikajua safari itakuwa rahisi kutokana na alichokianzisha baba yao kwa watoto wake. Ndio maana sikutegemea wala sikuwaza kama kuna siku itakuja tutasimama katika ukurasa kama huu sasa hizi tunaongelea vitu vya mirathi. Sijawahi kuwaza. Sawa. Huyu ni Mama Jordan, miongoni mwa wazazi 5 waliozaa na Ruge Mutahaba. Of course, ni miongoni mwa wale wazazi wenzie na Ruge Mutahaba, na amekuja kueleza sehemu yake ya pili ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa mitandao ya kijamii. Sote tuliona na pengine umepata kuona picha halisi ya nini ambacho ni sehemu ya pili ya yale ambayo uliyasikia au kuyatazama kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Asante kwa time yako. Mimi ni Malik Mansur.